Nitumia nafasi hii kusema na mzee Chande na wanaoitwa wazee, Othman Chande sio Othman, kwamba tunajua wazee walioko Tanzania wamedhalilisha sana uzee. Wamedhalilisha sana uzee. Yaani uzee kimeonekana kuzeeka ni laana. Kuzeeka ni kitu cha hovyo. Yaani unavyozeeka ndio unakuwa binadamu wa hovyo. Na hatutegemei kwamba Chande na kamati yako na tume yako kuna namna mtaheshimisha uzee. Nachotegemea ni kwamba mtaenda kuchafua zaidi uzee na kuonyesha uzee ni kitu cha hovyo kisichotakiwa kuwa na thamani yoyote kwenye nchi kuliko watu walivyokuwa nakichukulia. Hoja tu ambayo wanahoji kwamba hivi hata mkiponya maisha yenu au mkipata fedha ya damu mnaenda nayo wapi? Mbona age go? Mbona ni kama huu ulikuwa ni wakati wa kujenga heshima ya uhai wako? Ukifanya makosa sasa hivi utaenda kutengeneza nini? Kosa halitengenezwa kwa kuambia watu mnisamehe kwa yaliyopita. Kosa inatengenezwa kwa matendo. Kinyume cha mambo ulioharibu uweze kufanya kinyume chake kwa wingi ule ule, kwa ukubwa ule ule. Lakini pengine kwa sababu msipofanya mnayopangiwa nyinyi mnakuwa kivuli tu, inaonekana mtauawa, inaonekana hamtapata ulaji. Na uzee fulani wa laana sana. Mimi ndo maana mimi sizeeki. Hivi mnayopanga kuniua mimi sawa kuliko nje nizeeke. Niwe mzee wa hovyo kama wazee hao. Mimi sizeeki. Mimi ndo maana mnaniwinda sana kwa sababu mimi sizeeki nije kwa hivi. Mimi kama nitazeeka kuja kuwa moja mtu fulani kivutio kuliko mbuga za wanyama. Kwa sababu itakusanya maisha yangu yote. Tukio la Upendo Nkone kukabidhiwa gari siku hiyo hiyo inayotolewa ripoti ambayo kwa vyovyote vile imelenga aidha kutonesha vidonda au kuamsha uchungu na vilio kwenye maisha na mioyo ya watu, au kuonyesha kiwango cha juu cha dhiaka na kejeli dhidi ya uhai wa watu. Hawa ambao wanaonekana ndio watoa hoja wa Upendo anunuliwe gari, nini kimewasukuma kutoa hiyo gari siku ya Alhamisi tarehe 23, ambapo inasadikika kwamba patakuwepo na moja ya ripoti yenye malengo hayo niliyoyataja hapo nyuma? Je, hawa si kwamba wako drived na wanao drive ripoti hiyo, waliounda ripoti hiyo, wanao drive ripoti hiyo? Hawa sio wako drived, wanasetiwa, wanakontroliwa, wanaendeshwa, wanaagizwa, wanaelekezwa kwamba siku hiyo pengine wakati hilo ripoti limetoka kiwepo na kitu kingine kinachoonyesha aidha maisha yanaendelea. Zile zilizoondoka zile ni sisimizi, zile maisha yanaendelea, au sisi hata kama tuliua lakini sisi ni wema. Siangalia tunatoa na gari kwa mwimbaji wa nyimbo za Injili, mwimbaji wa nyimbo za uchawa. Injili sio hiyo. Hizo ni nyimbo za uchawa. Injili inagusa matukio yanayokuwemo kwenye jamii. Hiyo ndo Injili. Kila aliyehubiri Injili alisema, nyie hapa mnafanya hivi, hili si sawa, hili ni sawa. Nyie hapa hili mmezoea hivi, hili sio sawa. Ndo Injili. Injili ndo maana nasema anahubiri kinyume cha desturi zetu. Wanaambia kina Petro, kina Paulo, wanawakamata, wanasema hawa wanatangaza habari hizo kinyume cha desturi zetu. Hawa wameipindua dunia, walioupindua ulimwengu. Kwani wanapindua nini? Walikuwa wanapindua tawala, walikuwa wanafanya uhaini. Walikuwa wanapindua mazoea, kawaida.
namna zenye kuumiza watu, zenye uchawi ambazo yule kijakazi alikuwa anafanya, ambazo zilionekana ni njia ya kuishi, kwa sababu uchawi kwa mujibu wa Biblia ni kumwambia mtu mafanikio bila kumwambia makosa yake, kumpatia mtu mafanikio bila kumwambia makosa yake. Huo ndo uchawi, na hiyo ndo uganga wote. Uganga tuko najua, waganga wakienda, mtu akisema nataka hela, alikuwa mwambii kwa nini huna, walikuwa anamwambia njia ya kupata, nataka kibali, nataka mke, nataka nini. Waganga hufanya hivyo, na ndo kitu ambacho kinafanywa sasa na wahubiri wanaoitwa ndo wako rohoni, ndio wanaohubiri Injili. Yani uchawi sasa hivi ndio Injili, lakini Injili yenyewe hupingana na uchawi wa aina hii. Ndio maana mimi wakati wote hapo, mtu gani unakosoa tu Injili, 100% ya Injili ni kukosoa tu. Isaya 58 mstari wa kwanza sema, piga kelele, paza sauti yako kama tarumbeta, waambie watu makosa yao na dhambi yao. Injili 100% ni kukosoa tu, unataka utake, ni kukosoa tu. Mwalimu yoyote ukiona nafundisha, ujua nafundisha makosa fulani yanayofanywa kwenye jamii. Isipokuwa tuna mwalimu mkuu kabisa, tuna walimu ambao wanakosoa makosa waliokuwa wanafanya akina Yuda, makosa waliokuwa wanakosea akina Nebukadreza. Sio makosa anayekosea Samia leo, makosa anayokosea Ahabu, Mwigulu leo, Makonda leo. Hayo ni siasa. Unapowataja wale hawakuwa viongozi wa kisiasa wale, unaposema makosa yao, unaosoma akina Danieli, akina Elia, akina Nathan, walikuwa wakosoi makosa ya kiongozi wa kisiasa. Na hayo ndo unayasoma wewe kama manabii. Hayakufundishwa yala, hayakuandikwa ili wewe uje utumie ile kama mifano ya kukosoa watawala watakao kuwepo, watakao kuwa naonea watu. Anyway, pointi yangu kubwa hapa ipo hawa walioweka haka Alhamisi ndo wakabiziane zawadi. Ni hivi vitu ilionekana ni Alhamisi hiyo tu, sio wanaungana na ni sehemu ya wauaji kudhihaki uhai wa maelfu ya watu walioangamizwa. Ilionekana, ilishapita ile, maisha endelee. Mimi nikwambia, si kwa kiuao wa mpendwa wako kabisa, mtoto wako, mama yako yule kabisa, utaona hakuna maisha yataendelea. Hakuna gari itakuja kuwa nzuri, hakuna nyumba itakuja kuwa nzuri. Sasa hivi mtoto wa mwenzio sio wako, mama wa mwenzio, mzazi wa mwenzio sio wako. Ndio maana haufeel wanavyofeel wanaokuwa wamezulumiwa uhai ndugu zao. Lakini kama unataka ujue panaumaje dhuluma, hususan ya uhai na umaje. Dhuluma ikishamaliza, uliona wanastahili, huwa inakuja kwa wewe uliyejua ustahili kudhulumiwa, uliyejijua chawa. We machawa wangapi, wapambe nuksi wangapi tunalia nao kilio kimoja. Itakufikia tu. Dhuluma ina macho. Alimada mmeamua uhai wa watu kukifanya ni sisimizi, ni kitu imeshapita. Na nitumia nafasi hii kusema na mzee Chande na wanaoitwa wazee, Othman Chande, sio Othman, na wanaoitwa wazee, kwamba tunajua wazee walioko Tanzania wamedhalilisha sana uzee, wamedhalilisha sana uzee. Yaani uzee kimeonekana, kuzeeka ni laana, kuzeeka ni kitu cha hovyo. Yaani unavyozeeka ndo unakuwa binadamu wa hovyo. Na hatutegemei kwamba Chande na kamati yako na tume yako
kuna namna mtaheshimisha uzee. Nachotegemea ni kwamba mtaenda kuchafua zaidi uzee na kuonyesha uzee ni kitu cha hovyo kisichotakiwa kuwa na thamani yoyote kwenye nchi kuliko watu walivyokuwa wanakichukulia. Hoja tu ambayo wanahoji kwamba hivi hata mkiponya maisha yenu au mkipata fedha ya damu mnaenda nayo wapi? Mbona ejigo? Mbona ni kama huu ulikuwa ni wakati wa kujenga heshima ya uhai wako. Ukifanya makosa sasa hivi utaenda kutengeza lini? Kosa halitengenezwi kwa kuambia watu mnisamehe kwa yaliyopita. Kosa inatengenezwa kwa matendo, kinyume cha mambo ulioharibu uweze kufanya kinyume chake kwa wingi ule ule, kwa ukubwa ule ule. Lakini pengine kwa sababu msipofanya mnayopangiwa, nyie mnakuwa kivuli tu, mnaonekana mtauawa, mnaonekana hamtapata ulaji. Na uzee fulani wa laana sana. Mimi ndo maana mimi sizeeki. Hivi mnavyopanga kuniua mimi sawa kuliko nje nizeeke. Niwe mzee wa hovyo kama wazee hawa. Kwa sababu namna pekee inayofanya uzeeke, unaona tu kabisa mpaka wanateuliwa kwenye kamati, kwenye tume, maana yake ameshatumiwa sana kwenye dili chafu. Mimi sizeeki. Mimi ndo maana mnaniwinda sana kwa sababu mimi sizeeki nije kwa hivi. Mimi kama nitazeeka kuja kuwa moja mtu fulani kivutio kuliko mbuga za wanyama, kwa sababu itakusanywa maisha yangu yote, itaonekana alikuwa moja binadamu wa maana sana. Lakini hata kama nikiondoka leo kwa njia yoyote, naomba ufahamu sisi ni wale ambao unaondoka leo utaishi miaka 200 300 baadaye. Mithali 16 mstari wa 31 anasema kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu kama kikionekana katika njia ya haki. Kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu kama kikionekana katika njia ya haki. Kisipoonekana katika njia ya haki, kichwa chenye mvi ni kipumbavu. Katika Mhubiri 4 mstari wa 15 anasema heri kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu ambaye hajui tena kupokea maonyo. Mimi najua litume hilo ni litume la kujaribu kupika uongo, kwa sababu lilivyoundwa, litume limeundwa na muuaji mwenyewe, mtumiwa namba 1 wa muuaji. Litume limeshaagizwa lisimchunguze mlalamikiwa namba 1, limeshaambiwa lisimchunguze. Litume umo ndani, yumo anayechunguza ni waziri wa ulinzi, aliyekuwa waziri wa ulinzi wakati wa mauaji hayo. Unamchunguza ambaye yupo kwenda kuangalia mnaingia chocho gani afiche, mnapanga naye kwamba sasa tunaenda kuwahoji wale, ili hawa anajua, anawaambia jamani, wanataka kuwahoji, majibu yaje yawe ni hivi, wanaowahoji ni haya. Tume ambayo muhusika naye anayeongea, unaonekana tu damu za watu zimesha kuzidi kichwa, yani unatetemeka tu midamu. Haise. Anyway, twende tukaone kana tunaisubiri ili tuone itakavyo wachafua zaidi, tuone itakavyo waharibia zaidi. Tunaisubiri kwa ajili hiyo. Mimi niwahi kumwambia Samia zamani, nikasema kuna siku utakuja kujua kutokuwa rais ilikuwa heshima kubwa kuliko kung'ang'ania
kujiona natakiwa tu ubaki hapo, kwa sababu urais ni uwezo wa kucontrol wasaidizi wako. We huna, nilimwambiaga wakati fulani, wakati Kantimbo ananiita polisi ananiita, ungekuwa na uwezo ungemwambia Kantimbo na wanaompush kwamba huyu mwache, tumeshamuumiza na tosha. Jiuzuru, huna uwezo kunisikia. Naamini sasa hivi, unajua, inawezekana uliwekwa hapo kama katuni kwa sababu kuna watu waitaka kufanya yao, takulishajua. Na sasa inawezekana kabisa adhabu itaanza na katuni aliyekubali kufanya kwa katuni. Wakati bado upo, mimi nashauri bado, Samia na wote mlio kwenye mamlaka ya CCM, jiuzuruni. Jiuzuruni. Achaneni kabisa na mamlaka hiyo. Sawa. Asante na hongera kwa kunisikiliza.